عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقنا للفناء ومن عليها وسوى الموت بين الخلق ترى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ndugu zangu nyote ambao kwamba mliohudhuria katika hili, tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kulitekeleza hili mpaka kufikia katika hatua kama hii. Kwa uchache kabisa, baada ya kuwa ni muda umetupa mkono sana, mshairi mmoja anasema khuliqna lilfanai wa man alaiha, tumeumbwa sote kwa ajili ya kuweza kupita na kuondoka katika ulimwengu huu. Ni sawa na aya ambayo kwamba ilosomwa nyuma, kullu nafsun dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja, kila chenye roho kitaonja kufa. Hata mti unafika muda utakufa, hata usipoukata utakufa. Kwa sababu kama ni hiyo, wasawal mauta baina al-khalqi tura, lakini cha ajabu Mwenyezi Mungu alichokuweka cha ajabu, akasawazisha, akaweka usawa wa uchungu wa mauti kwa kila kiumbe. Hakuna kiumbe ambacho kwamba kinachokufa alafu kikajisikia raha. Kila kiumbe kinajisikia tabu. Ni sawa na maneno yanayosema law kana al-mautu rahatan, law kana al-mautu rahatan law kana idha mitna turikina, basi la kana al-mautu rahatan likulli hayy, walakin idha mitna bu'uthna wa idha bu'ithna su'ilna. Lau ingelikuwa sisi tukifa basi tunaachwa tu vivi hivi, lau sisi tungelikuwa tunakufa alafu tunaachwa, hasa binadamu na majini, basi ingelikuwa kufa kwa kila binadamu ni raha na majini kufa kwao ingekuwa ni raha. Yani siku wewe unawaza kama nife, ingekuwa unafurahia kifo. Lakini tunaambiwa lakini idha mitina, lakini tukifa ndugu zangu, bu'ithina, tutafufuliwa, wa idha bu'ithina, na tukifufuliwa, suilna, tutaulizwa hapa duniani tulifanza nini, tulifanya nini. Haya ni maisha ya kijana mwenzetu ameondoka. Na kikaida ya Mwenyezi Mungu jinsi alivyo, wenyewe wanasema kadha lahu ayulima al-atfala wa wasu bidhalim istihala. Huyu ni kijana, ukifikiri Mwenyezi Mungu kwa nini amemuifisha huyu, hana sababu ya kuulizwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wakati alipokuwa anakuja hakuna aliyokuwa anamuuliza. Kwa sababu kama ni hiyo, huu ni mwendo wa kila yoyote mwenye roho ataupitia, na itafika hatua kama jinsi tulivyoambiwa, hadha awwalu manzili min manazili al-akhirah wa akhiru manzili min manazili dunya. Haya ndio mwanzo wa mashukio ya kwenda akhera, kwenye kiyama, kwenda kusimamishwa kwa ajili ya kuulizwa pale nyuma tulivyosema. Huu ndio mwanzo wake. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-qabru rawdhu min riyadhil janna, ay hufuratu min hufurani nirani. Kaburi hili tunaloliona ni viwanja miongoni mwa viwanja vile vya neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana zile neema kwa maana ya pepo. Viwanja vya peponi miongoni mwavyo ni kaburi, lakini pia linaweza likawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Kwa nini? Namna tutakavyokuwa tumejiandaa mimi na nyie. Kwa sababu kama ni hiyo, tukumbushane Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kumalizia ndugu zangu, anasema idha ra'a al-munkaru falyughayyiru biyadihi au bilisanihi au biqalbihi fa huwa adhafu al-iman. Lakini fadhalika, hiyo dhalika wenye wataalamu wa lugha anasema imeashiria, so fadhalika eti kwa sababu yani huko kuchukia kwa moyo. Mtu atakapoona jambo baya aliondoshe kwa mkono au kwa ulimi wake. Sema, ukiona jambo baya sema kwa ulimi wako au uchukie kwenye moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wadhalika adhafu al-iman. Hii dhalika inaashiria wapi katika haya mambo matatu? Wenyewe wataalamu wanasema dha ni ismu ishara lilghaibi. Hii dha ni ishara ya jambo la mbali. Kwa hiyo kuondoa jambo kwa mkono au kuondoa kwa ulimi ni adhafu al-imani. Yani huo ndo udhaifu. Lakini ukaliona jambo, kwanza tafakari. Wangapi kwenye familia zetu tunakwazwa na wangapi? Mke anakukwaza, watoto wanakukwaza, ndugu zako wanakukwaza. Unachukua hatua za kuwaziba au kuwafanya jambo lolote? Hapana. Mtume Muhammad alikwazwa na wale watu wa Maka. Baada ya hapo aliondoka akafukuzwa, lakini alipokuwa anarudi hakuweza kuwafanya jambo lolote, na akawaambia
nendeni, leo antum mutulaka, leo mko huru, mimi siwafanyi jambo lolote, akiashiria. Na tunaambiwa ashajaatu shajaatul qalbi, mtu jasiri ni yule ambaye kwamba ni jasiri wa moyo. Mtu anayekuangalia anakupiga alafu anakuangalia tu, au unampiga alafu anakuangalia tu, huyu ndo shujaa. Kwa sababu kama ni hiyo, sisi leo tumekuwa wadhaifu, ndio maana ukiguswa kidogo na wewe utarudishia kwa sababu ya udhaifu. Kwa sababu kama ni hiyo, ndugu zangu, haya mapito kijana aliyopita ni wote tutapita. Tunachohusiana, tuandae nyenendo zetu ziwe nzuri, matendo yetu yao mazuri. Tunazungumzia matendo, yani kila mmoja anapopita katika ulimwengu wa dunia ahakikisha anapita sawa sawa, ili tuende kuwa salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama ni hiyo, kwa sababu ya wakati umeshapita na tulishacheleweshwa, lakini katika mambo hapa na pale ni kuyana radhi. Mimi niishie kusema kwa haya. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Kila yeyote ambaye kwamba ameacha shughuli zake, lakini pia amenyanyua mguu wake kuja kumstiri kijana huyu na kuweza kuvumilia mpaka wakati huu, basi Mwenyezi Mungu aende akamtengenezee badali na aweze kumpa badali inshallah. Kwa haya yaliyoko machache na mafupi, tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.